Mafunzo haya ambayo kwa neema ya Mungu tunakwenda kuyapata kwa muda wa siku 6 ni mafunzo muhimu sana. Ni mafunzo muhimu sana kuhusiana na kutafuta uso wa Bwana. Kutafuta uso wa Mungu. Hebu sema kutafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu. Nipokuwa nikijiandaa kwa ajili ya mafunzo haya, nikakumbuka mambo ya utotoni. Wazungu wanasema childhood memories. Mimi nimezaliwa na kulelewa kwenye familia ya kidini. Wazazi wangu walikuwa wa Protestanti, japokuwa baadaye baba yangu alikuja akaokoka na akawa Mpentekoste na akawa mtumishi wa Mungu kwa miaka mingi kabla Bwana hajamtoa katika maisha haya. Sasa tukiwa watoto walitufundisha maombi. Kama ilivyo kawaida, watu wote wa dini, miongoni mwa mambo ambayo hayakosekani ni maombi. Maombi ni sehemu tu ya kawaida ya maisha ya watu wa dini. Kwa hiyo wazazi wetu wakawa wametufundisha sala mbalimbali. Tunapoamka tunatakiwa kuomba, wakati wa kula tunatakiwa kuomba, tunapolala tunatakiwa kuomba, tukiwa na shida na mahitaji mbalimbali tunatakiwa kuomba. Sasa ninaikumbuka mpaka leo sala ambayo walitufundisha wakati wa chakula. Sala nyepesi kabisa, ilikuwa kimsingi ni kama sala ya mwanzoni tukiwa wadogo kabisa, wanapotufundisha kuomba kwa ajili ya kuhitaji baraka za Mungu kwa chakula. Na ili kufanya sala hii iwe nyepesi zaidi na iwe na mvuto, ilikuwa katika namna ya wimbo. Tulikuwa naimba hivi: Nzagaga we mwenesho ulotajeisha kulia amen. Unaweza kujaribu nawe kuimba kidogo? Hiyo ilikuwa ni sala ya kitoto ya kuomba kwa ajili ya chakula. Hebu tuimbe kidogo. Nzagaga we mwenesho ulotajeisha kulia amen. Sasa tafsiri yake ya Kiswahili maana yake njoo ewe Mungu ubariki chakula amen. Unaona, ilikuwa tu sala nyepesi. Sasa pengine swali la kujiuliza, maombi hasa ni nini? Maombi ni nini? Mtazamo na tafsiri za maombi ziko tofauti kati ya mtu na mtu, kati ya jamii na jamii, kwa sababu mbalimbali. Kuna wengine maombi ni desturi tu ya kutamka maneno fulani kwa Mungu wakati wa kuamka, wakati wa kula chakula, wakati wa kulala, kama ambavyo sisi tulifundishwa sala hiyo, kama ambavyo nimeshatangulia kusema. Kwa wengine tafsiri ya maombi ni hiyo tu, kwa ni desturi tu ya kidini. Sema desturi ya kidini. Lakini kwa wengine maombi ni orodha ya mahitaji wanayoyapeleka kwa Mungu. Na pengine desturi hii inachangiwa pia na neno lenyewe la Kiswahili. Neno la Kiswahili maombi, hiyo ni nomino. Kwa Kiingereza ni noun. Lakini kitenzi chake au verb yake ni kuomba. Sasa neno kuomba kwa tafsiri tu ya kawaida, wala sio mpaka uingie kitaalamu sana, tafsiri tu ya kawaida ni pale ambapo unakuwa una uhitaji wa msaada au kitu fulani. Jamani, si ndio Mtu ambaye anataka kazi, kuna kitu kinachoitwa maombi ya kazi. Kwa hiyo anafanya application au anatuma maombi ya kazi. Wewe kama hauna pesa na unalohitaji la fedha la muhimu, unamwendea mtu ambaye unaamini ana fedha, unaomba msaada akupatie fedha. Unaona? Kwa sasa inawezekana desturi hiyo pia ni kwetu sisi ambao ni Swahili speaking, kwa maana kwamba sisi ambao tunatumia Kiswahili ni rahisi sana kutafsiri kwamba maombi ni kupeleka mahitaji kwa Mungu. Na mara nyingi sana tunapokuwa na maombi hata makanisani, huwa hata kiongozi na waombaji huwa cha kwanza wanachouliza ni orodha ya maombi, si ndio prayer items, prayer list, kwamba tunaombea nini. Nataka orodha. Na unakuta orodha ile imesheheni tu yale ambayo unataka Mungu akutendee.
Lakini kwa watu waliopevuka vizuri kiimani, watu wapevu kiimani, maombi ni swala la mawasiliano ya watu wenye uhusiano maalum. Kwa ni mawasiliano ambayo yanatokana na mahusiano ya hawa wanaowasiliana. Na kwa sababu hiyo, wakati wa maombi ni wakati mzuri sana wa kufurahia huo uhusiano. Na tunapozungumza maombi, kwa sababu tunalenga maombi kwa Mungu, ina maana sasa tunazungumza habari za mahusiano kati ya huyu mtu, huyu muombaji na Mungu. Kwa ni swala la mahusiano. Nimesema hilo ni kwa wale ambao wamepevuka kiimani, kwamba maombi ni wakati wa kufurahia uhusiano wao wa karibu na Baba yao wa mbinguni. Sasa nataka tuangalie kwa haraka ni kwa nini tunatofautiana mitazamo kuhusiana na maombi. Sababu ni nyingi, lakini hebu tuangalie 2-3 hapa. Sababu ya kwanza inaweza kawa ni background ya mtu, ya kifamilia na ya kiimani. Historia ya mtu, ya familia, yaani familia alikolelewa, kama ambavyo sisi tulilelewa katika familia ya Waprotestanti na tukafundishwa kufanyaje, kuomba. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama sehemu ya desturi ambayo inatokana na imani za kidini na kifamilia. Kwa hiyo ni desturi ya kifamilia, lakini pia ni desturi ya kidini au ya kidhehebu. Lakini kuna wengine na kwa tu ni personal culture, yaani ni utamaduni tu binafsi au ni desturi tu yake mtu binafsi kutokana na mtazamo fulani alionao. Hivyo sasa nisiingie kwa undani sana hapo. Kwa nimesema ni kama mambo mawili matatu. Namba moja nimesema ni nini? Tuseme tu ni desturi na mapokeo ya dini au madhehebu yetu. Lakini namba mbili ni desturi ya mapokeo ya kifamilia au tamaduni zile ambazo zinakuwa zimejengwa tangu utotoni, ambazo zinafuatwa kifamilia au hata kibinafsi. Lakini namba tatu ni imani zetu binafsi kuhusiana na Mungu. Sasa kile ambacho tunakwenda kujifunza katika mafunzo haya ni maisha ya kiibada katika maombi. Tunakwenda kuona hicho kitu, kwamba kumbe hili somo hili ni somo pana ambalo tunakwenda kuangalia ile maisha ya kiibada katika maombi. Maisha ya kiibada katika maombi. Na kwa kweli ni shauku yangu ya kwamba tutoke kwenye ile mitazamo ambayo ina mapungufu. Maana haya ambayo tumeshaangalia, hizo tafsiri za maombi na hiyo mitazamo, sio kwamba imepotoka moja kwa moja, lakini ni mitazamo na ni tafsiri ambazo zina mapungufu. Sasa katika mafunzo haya ni shauku ya moyo wangu kuona ya kwamba tunabadilika kimtazamo na tunapata uelewa mpana na wakina zaidi wa kibiblia kuhusiana na maombi. Na ili kwamba hilo lifanyike, ni lazima tuyachunguze maandiko. Amen. Lazima tuyachunguze maandiko, maana huko sasa ndiko tutakakopata tafsiri halisi ambayo hasa Mungu anaimaanisha. Na fungu la maandiko ambalo tunakwenda kulichunguza kwa muda wa mafunzo yote haya, hizi siku 6 ambazo tutazitumia, ni Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7, na tutashughulika zaidi na mistari miwili, mstari wa 14 na mstari ule wa 15. Na tunapochambua mistari hii miwili, kile ambacho ninatamani tukione zaidi ni hali za mioyo. Maana nimesema kwamba haya mawasiliano au mahusiano kati yetu na Mungu, yani kwa maana ya maombi kama kwa tafsiri ya mahusiano
na mawasiliano kati yetu na Mungu, kitu ambacho ni cha muhimu na cha msingi zaidi hapo ni hali za mioyo. Mungu hajali sana ufundi wa maneno. Jamani, tulielewe hilo. Maana sisi katika desturi hata za dini zetu, kwa ajili ya kujali sana ufundi wa maneno, ndio maana inafika mahali tunakuwa na sala zilizoandikwa. Maana unaona kama vile ukifloat wewe mwenyewe kwa maneno yako, sio maneno yaliyoandaliwa rasmi, maneno yako yatapungua uzito au hayatakuwa na ufasaha. Kwa hiyo ndio maana sasa tunazo sala kwenye dini na madhehebu mbalimbali ambazo zimeandikwa kiufundi sana. Lakini anachojali Mungu jamani, sio sala zilizoandikwa kwa ufundi au zinazosemwa kwa ufundi, kwa ufasaha, sio mvuto wa maneno. Anachokiangalia zaidi Mungu ni moyo. Maandiko yanasema kwamba Bwana hutazama nini? Hutazama moyo. Kwa hiyo hata kwenye swala hili la maombi kama wa mawasiliano, kile ambacho Mungu anakiangalia zaidi ni moyo wako. Kwa hiyo tunapochambua hii mistari, tutaangalia ni hali zipi za moyo ambazo Mungu anazifurahia na zitamfanya avutiwe na maombi yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mistari hii ni sehemu ya maneno ya Mungu ambayo Mungu aliyatamka kwa Sulemani, na ilikuwa ni katika maono na jua usiku, ni katika ndoto usiku. Sulemani alijenga hekalu. Hekalu la kwanza kabisa lilijengwa na Sulemani. Tunafahamu kabla ya hapo wana wa Israeli walimwabudu Mungu kwenye mahema. Hata wakiwa kule jangwani ilikuwa kuna hema la kukutania. Na kwa miaka yote mpaka Sulemani anaingia kwenye utawala kama mfalme, ilikuwa bado wanaabudu katika sehemu ambayo sio hekalu lililojengwa rasmi. Daudi alitaka kujenga hekalu, Mungu akamzuia. Sulemani akapata kibali kwa Mungu kwamba ndiye aweze kujenga hekalu. Kwa hiyo akajenga hekalu zuri sana, zuri sana. Na wakati huu sasa ilikuwa ni katika kipindi cha sherehe ya kuliweka wakfu. Sulemani ukisoma kwenye ile sura ya 6 unaona vile ambavyo alifanya yale maombi kama sehemu mojawapo ya mchakato wa kuliweka wakfu lile hekalu. Na kuna vitu 6 tunavyoviona ambavyo katika kutafuta uso wa Mungu katika kuliweka wakfu hilo hekalu Sulemani aliviomba. Hatutavichambua vitu hivyo, ila kwa wakati wako wewe mwenyewe utaenda kusoma. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 22 na kuendelea kwenye sura ya 6 utaona vitu 6 ambavyo Sulemani aliviomba. Sasa tunapoingia kwenye sura ya 7, mwanzoni kabisa pale tunaona vile ambavyo kama itikio la Mungu kwa maombi yale, pamoja na kwa ujumla ile ibada ya kuweka wakfu ile hekalu, tunaona vile ambavyo utukufu wa Mungu ulishuka pale. Ulishuka kwenye ile hekalu, ilifika mahali yani ikatokea kwamba hata makuhani walishindwa kufanya kazi yao kwa sababu ya utukufu wa Mungu ambao ulikuwa umeijaza ile nyumba. Lakini baadaye sasa unaposoma ule mstari wa 11 na kuendelea, tunaona vile ambavyo sasa Sulemani kumbe alikuwa ni kwenye ndoto usiku. Ndipo akaambiwa haya maneno. Nisome sasa pengine kuanzia, japokuwa tunataka mstari wa 14 na 15, lakini hebu nisome kuanzia ule mstari wa 12. Biblia inasema hivi: Bwana akamtokea Sulemani usiku. Unaona, ilikuwa ni usiku. Akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Mstari wa 13, nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Mstari wa 14 sasa anasema, ikiwa watu wangu
walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Anaposema mahali hapa, maana yake ni kwenye lile hekalu ambalo lilikuwa linawekwa wakfu. Sasa kupitia fungu hili la maandiko, kama ambavyo nimekusha kusema, tutachambua mambo 6. Tutachambua mambo 6. Kwa maana kwamba sasa hili somo la kutafuta uso wa Mungu, katika uchambuzi wa mistari hii miwili, somo hili sasa litakuwa katika sehemu 6. Na leo hii tunakwenda kuanza na sehemu ya kwanza. Amen. Mstari huo wa 14 unaanza na usemiu, ikiwa watu wangu. Sema, ikiwa watu wangu. Unaona? Ikiwa watu wangu. Ikiwa watu wangu. Kwa hiyo maneno haya anayasema Mungu, na anasema ikiwa watu wangu. Watu wangu, watu wangu. Watu wake akina nani? Ni Israeli. Lakini leo hii tunaposema watu wangu, wanaomaanishwa watu wa Mungu ni nani? Ni sisi tuliookoka. Israeli walikuwa watu wa Mungu wenye mahusiano maalumu na Mungu. Walikuwa ni watu ambao wana maagano maalumu na Mungu, ni watu wake. Lakini leo hii kwa imani sisi waamini kupitia Kristo Yesu ni watu wa Mungu. Kwa tunapoangalia yale yaliyosemwa kwa Israeli, mambo hayo tunayageuza tuone vile ambavyo yanatuhusu sisi pia, kwa sababu na sisi ni watu wake. Sasa tunapochambua hilo neno, ikiwa watu wangu, kuna mambo 3 ambayo nataka tuyaangalie kwa haraka haraka. Jambo la kwanza, tunapoangalia huo uhusiano, jambo hilo la uhusiano kati yetu na Mungu, uhusiano uliokuwepo kati ya Israeli na Mungu, na uhusiano tulionao sisi waamini wa agano jipya na Mungu, kuna mambo 3 ambayo ni lazima tuyaangalie hapo. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana tuweze kulifahamu vizuri ni kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake ili awe na uhusiano naye. Ni lazima tufahamu kwamba sisi wanadamu tuliumbwa tofauti na wanyama wengine. Kwa hiyo sisi ni viumbe unique. We are unique. Yani sisi ni maalum, ni wa pekee, ni wa tofauti na viumbe vingine vyote. Kwa hiyo tuliumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake ili tuweze kuwa na uhusiano na yeye Mungu. Hilo tunaliona kwenye ile sura ya 2 na kwenye hiyo sura ya 3. Lakini tunaposoma sura ya 3 tunagundua ya kwamba uhusiano huo kati ya mwanadamu na Mungu ulivurugika. Sina haja kuchambua sana jambo hilo kwa sababu linafahamika na tumekuwa tukijifunza sana. Uhusiano ulivurugika pale ambapo mwanadamu wa kwanza Adamu na mke wake Hawa waliasi amri na agizo au maelekezo waliokuwa wamepewa na Mungu. Waliambiwa matunda yote ya miti ya bustani ile ambayo walikuwa wamewekwa waweze kuishi hapo kwenye bustani ya Edeni, kwamba matunda yote wanaweza wakala isipokuwa wajiepushe na matunda ya mti mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya. Shetani akawadanganya, wakamsikiliza shetani na wakafanya kile alichowashawishi, wakayasi amri au agizo au maelekezo ya Mungu. Tangia hapo dhambi iliingia. Hilo ndio linaitwa anguko la mwanadamu. Kwa maana kwamba huo uasi ukasababisha anguko, uhusiano
wa huyu mwanadamu na Mungu kawa umevurugika tangu hapo, hauko sawa. Unaona? Lakini kupitia Yesu Kristo uhusiano huo unarejeshwa kimchakato. Unaposoma ile sura ya 3 ule mstari wa 15 pale tunalikuta tunakuta kitu kinachojulikana kama ahadi ya ukombozi. Anapozungumza habari za vile ambavyo uzao wa mwanamke utamponda kichwa nyoka, alafu nyoka atamponda kisigino huyo mzao wa mwanamke. Sasa pale kuna ahadi ya ukombozi wa mwanadamu, na unaweza kusoma ile sura ya 5 ya Warumi. Waraka kama ilivyoandikwa na Paulo, sura ya 5 mstari wa 10. Ukisoma mstari ule wa 17 mpaka 21, anazungumza pale kwamba ikiwa kwa kuasi kwake mmoja, maana yake Adamu alipoasi wote tukaingia katika hali ya wenye dhambi. Lakini anasema kwamba kwa kutii kwake mmoja, Yesu Kristo, wote tuna hiyo fursa sasa ya kufanywa wenye haki. Unaona? Lakini hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunatakiwa kulifahamu ni kwamba Mungu hukaa na wanadamu. Katika Agano la Kale, unaposoma maandiko ya Agano la Kale, utagundua kwamba Mungu alikaa katika hema ya kukutania kabla ya ujenzi wa hekalu. Lakini hekalu lilipojengwa, Mungu huyo akawa anakaa kwenye hekalu. Hekaluni kulikuwa kuna mahali panapoitwa patakatifu pa patakatifu, ambapo kulikuwa kunawekwa sanduku la agano. Sanduku lile la agano lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Sina haja ya kuchambua sana mambo hayo, lakini tupate tu angalau vidokezo hivyo viweze kutusaidia. Unaweza kusoma kwa wakati wako Kutoka sura ya 25 ule mstari wa 8. Andika hiyo, utasoma kwa wakati wako. Lakini utarejea tena kwenye mambo ya Nyakati sura hii ya 7 ambayo ndio tunaishughulikia. Sasa utasoma ule mstari wa 1 mpaka wa 3, utaona vile ambavyo uwepo wa Mungu sasa. Nilisema pale kwamba baada ya ujenzi kukamilika wa lile hekalu na Sulemani akafanya sala ya ibada kubwa sana ya kuweka wakfu, tunaona vile ambapo uwepo wa Mungu ulishuka. Kwenye huo mstari wa 1 mpaka wa 3 tunaona vile ambapo uwepo wa Mungu ulishuka, na ile ilikuwa ni ishara kwamba sasa Mungu anakuja kufanya makazi katika hekalu hilo. Amen. Sasa kwenye Agano Jipya tulilopo sisi sasa, Mungu au uwepo wa Mungu, niseme tu Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu, lakini pia anakaa katika kanisa. Maandiko yanasema wazi kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini maandiko pia yanalitambulisha kanisa kwa maana ya mwili wa Kristo kama hekalu pia, na kwamba Mungu anakaa katikati ya kanisa. Ukisoma Yohana 14 ule mstari wa 15 mpaka 26, utaona vile ambavyo Roho Mtakatifu anakaa ndani ya muumini. Lakini unaweza kaandika pia Waefeso sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 22, utasoma kwa wakati wako wewe mwenyewe. Hilo ni jambo la pili ambalo tunatakiwa kulifahamu. Jambo la tatu, tunatakiwa kufahamu ya kwamba Mungu husema na wanadamu. Mungu husema na wanadamu. Haiwezekani watu wenye mahusiano wakabaki bila kuwasiliana. Kwa hiyo Mungu husema na wanadamu. Tunafahamu vile ambavyo kabla ya anguko Adamu alienjoy uhusiano ambao ulikuwa ni very perfect, yani ni uhusiano mkamilifu kabla ya anguko, na alikuwa anasema na huyo mwanadamu kabla ya anguko uso kwa uso. Wakati wa jua kupunga, yani kila siku wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa anashuka kwenye ile bustani ya Eden. Na hata ile siku baada ya wao kuvuruga na wakajiona wako uchi, tunaambia kwamba wakawa wanajificha. Mungu aliposhuka sasa
kama ilivyo desturi, ili asemezane nao. Tunafahamu kilichotokea ni nini. Adamu hakukutwa pale ambapo kwa kawaida ndio huwa wanakutana. Alikuwa anajificha. Ndio maana Mungu akauliza, uko wapi? Uko wapi? Kwa tatizo likawa limekwisha kuingia hapo. Kwa hiyo pamoja na hali hiyo ambayo ilitokea, ambayo ni matokeo ya anguko, matokeo ya dhambi, bado Mungu ni Mungu anayesema. Katika Agano la Kale kuna namna ambavyo alikuwa anasema huyu Mungu na wanadamu. Naposoma Waebrania sura ile ya 1 mstari wa 1, tunaona pale kwamba Mungu alikuwa anasema na wanadamu kupitia manabii. Labda tusome hapo. Yaani hapo navutiwa, ninaona ni muhimu hicho kipengele tukielewe hicho. Mengine tutapita haraka haraka, lakini hapa hebu tusome Waebrania sura ile ya 1. Ukisoma hapo Waebrania sura ya 1 mstari wa 1. Okay, Waebrania wa 1 ule mstari tu wa 1 anasemaje pale? Anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Anaposema katika manabii, tungesema ni kwa njia ya manabii au kupitia manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Hiyo sasa ni kwenye mstari wa 2. Amesema na sisi katika nini? Mwana, au kupitia mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo wakati wa Agano la Kale Mungu alisema kwa njia ya manabii, lakini pia alisema kwa njia ya ndoto. Ukisoma Wafalme wa Kwanza sura ile ya 3 ule mstari wa 5, ni mmoja wa mifano ya vile ambavyo Mungu alisema na wanadamu kwa njia ya ndoto. Lakini ipo na mifano mingine mingi sana. Lakini alisema pia kwa njia ya malaika. Unaweza kusoma Mwanzo ule mstari wa 18. Mwanzo wa 18 mstari wa 1 mpaka wa 3, utaona huo ni mfano mmoja wapo vile ambavyo Mungu alisema na wanadamu kwa njia ya malaika. Lakini katika siku hizi za leo za Agano Jipya, Mungu husema kupitia mwana. Tumekwisha kusoma andiko la Waebrania 1 mstari ule wa 2. Kwa Mungu amesema na sisi wanadamu kupitia Yesu Kristo. Lakini pia anasema nasi kupitia neno lake. Hii ni neno ambalo limeandikwa. Tunapolisoma, tunapojifunza, tunapolitafakari, tunapolichambua somo hili kutaka kulielewa, Mungu anasema nasi kupitia neno lake. Ukisoma Timotheo wa 2 sura ile ya 3 ule mstari wa 16, tunaona pale vile ambavyo anasema kimsingi mtume Paulo amemwandikia Timotheo. Anasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, kuwaongoza, kuadibisha katika haki. Kwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema na sisi kupitia neno lake. Lakini anasema na sisi kupitia Roho Mtakatifu. Baadhi ya maandiko, ukisoma Yohana 14 ule mstari 25 mpaka 27, utaliona hilo. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 mpaka 29. Ni andiko ambalo liko kwenye Agano la Kale, lakini utimizo wake unaonekana sasa katika Agano Jipya baada ya Roho Mtakatifu kuwa ameshuka. Lakini Mungu huwa anasema na sisi kupitia msukumo wa ndani ya mioyo yetu. Kuna wakati ambapo ndani ya moyo unajisikia msukumo, labda wa kufanya jambo fulani, msukumo kwa ajili ya, msukumo wa ndani. Unapotokea msukumo ndani ya moyo wako, usipuuze. Inawezekana Mungu anakusemesha. Inawezekana Mungu anakusemesha kwa njia hiyo. Lakini Mungu huwa anasema pia kupitia watu wake. Sasa watu wake wanaweza wakaja kama wamebeba maarifa fulani,
wakuelimishe jambo fulani, wakupe taarifa fulani, lakini inaweza kawa ni kwa njia ya maonyo, inaweza kawa ni kukutia moyo, inaweza kawa ni kemeo, inaweza kawa kwa namna yote ile. Aidha ni kiongozi au mshirika mwenzako anakusemesha kuhusu jambo fulani, usipuuze. Inawezekana Mungu anamtumia kufikisha ujumbe wake kupitia huyo mtu. Lakini kupitia mazingira, kuna mambo katika maisha yanapotokea yamebeba ujumbe. Inaweza kawa ni mambo magumu, inaweza kawa ni mambo mazuri tu, inaweza kawa ni matukio fulani fulani yanayotokea kwenye maisha. Wakati mwingine huwa yanayotutokea au tunayoyapitia katika maisha ya kawaida haya huwa yanabeba ujumbe fulani wa Mungu. Kwa hiyo sasa kile ambacho tunatakiwa kuwa makini sana, kile ambacho tunatakiwa kukizingatia ni kujifunza kuitambua na kuielewa sauti ya Mungu. Mungu kwa kuwa anaongea kwa njia mbalimbali, kwa hiyo ni lazima tutie bidii, tujifunze kuisikia sauti ya Mungu na kuielewa. Tusiwe kama Samueli. Samueli alipokuwa mtoto mdogo, alielewa, unajua, tangu akiwa mdogo hekaluni, na akawa anafanya kazi hekalu kwa usimamizi wa Eli, akawa anamsaidia huduma mbalimbali hekaluni. Siku moja Mungu alipokuwa anamuita na anataka amsemeshe, hakuelewa. Kisa hicho kinafahamika tu vizuri kwa Samueli alipokuwa anaitwa Samueli, Samueli anakimbilia kwa nani? Kwa Eli. Umeniita? Sijakuita, nenda kalale. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Baadaye Samueli akashtuka, akasema huyu atakuwa ni Mungu anataka kusema na huyu mtoto. Kwa hiyo Eli akamwelekeza Samueli ya kwamba sasa ukisikia tena sauti kama hiyo na kuita, wewe itikia tusema kwa maneno Bwana, maana mimi mtumishi wako nipo tayari kukusikiliza. Kwa hiyo akamwelekeza namna ya kuitikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tutie bidii katika kuitambua sauti ya Mungu na kuielewa, ili kuboresha mahusiano yetu na mawasiliano yetu na Mungu. Hatuwezi tukasema kwamba sisi tunaishi maisha ya maombi yenye ufanisi kama hatuwezi kuisikia sauti ya Mungu, kama hatuwezi kuitambua sauti ya Mungu. Ni lazima tuwe na uwezo wa kuisikia na kuitambua sauti ya Mungu. Hapo ndipo sasa mawasiliano yetu na Mungu yanaweza yakawa makamilifu. Bwana Yesu atusaidie jamani katika hilo. Bwana Yesu atusaidie katika hilo. Jamani, ni wangapi ambao wana shauku ya kutaka kuwa na uwezo zaidi wa kuisikia na kuitambua sauti ya Mungu? Amen. Mungu atusaidie. Lakini sasa unajua, tunaposhindwa kuisikia na kuitambua sauti ya Mungu, inawezekana kuna tatizo ambalo linatakiwa lishughulikiwe. Inawezekana kuna kikwazo au vikwazo. Inawezekana kuna kwazo au vikwazo. Sasa vikwazo vinaweza vikawa vingi, lakini katika somo hili tunapoendelea sasa na huu uchambuzi, tutaelewa hasa kikwazo kikuu ni kipi. Kwa kikwazo kikuu ni kipi? Sasa hebu nipate watu kama wangapi hivi? Kama 6 hivi. 6 au 7. Tufanye 7. Watu 7 naomba tafadhali mjitolee. Mjitolee watu 7. Tumwache mzee Banali jamani. Sasa naomba tu mje sasa nyinyi vijana. Nyinyi naweza nikawasumbua kwa uhuru zaidi. Mje vijana. Mama mchungaji Mason wewe baki. Naomba sasa hapo iwe hapa nadhani ndio tutaelewana vizuri zaidi. Mshakuwa wangapi? 4, 5. Waongezeke wawili. Mjitolee. Ongezeke wawili. Okay.
Sasa au tukifanya kule juu bado hebu tupande kule ili tuonekane vizuri zaidi. Tupande huku juu kabisa huku. Okay. Sasa nataka watu wawili hapa. Kuna kitu fulani hapa. Okay. Hebu Samueli na Shadrach. Samueli na Shadrach, mmoja hapa kidogo, msogee. Msogea hapa. Alafu ninyi wengine msogee, mkae kwa uwiano kidogo. Naona kama mmekuwa wachache. Hebu muongezeke wawili. Njooni. Priscilla na Jennifer, tafadhali na nyinyi muongezeke huko. Mwingine apite upande ule. Sasa mtengeneze kama nusu mduara fulani hivi. Kama nusu mduara, mnaweza mkafika mpaka maeneo haya. Msikae kwa karibu sana. Sasa ninachotaka nikifanye, nataka mmoja atachukua nafasi kama ya Mungu, kwamba ana ujumbe, yani ana ujumbe wa Mungu anaotakiwa kufikisha kwa yule ambaye sasa tunamchukulia kwamba ndio muamini kama wewe na mimi. Unaona Sasa hebu njoo hapa Shadrach. Haya, asante. Sasa ninyi wengine nimeshawapa maelekezo hawa, au wengine niwape maelekezo. Wakati Shadrach sasa yeye ana ujumbe wa Mungu, anataka kuufikisha kwa Samueli. Ninyi mtazamane sasa hivi, mgeukiane. Weka distance kidogo. Hapo. Ninyi wengine mtakazana kumwelekeza Samueli namna ya kufika nyumbani kwako. Unaona Hakikisha kwamba unakazana kumwelekeza huyu Samueli namna kufika nyumbani kwako. Kama sijui utatoka mahali fulani, sijui utapanda daladala, utashuka, utachukua bodaboda, sijui utapita kona ngapi, utafika sijui kuna nini. Mpe maelekezo, hakikisha kwamba Samueli anaelewa namna kufika nyumbani kwako. Na unahakikisha unaongea kwa sauti kubwa, maana sasa si kila mmoja anasema. Kwa hiyo wewe unajitahidi ili kwamba kusikilize wewe. Alafu wewe utakuwa sasa unampa Samueli huu ujumbe. Unamueleza tu kwa sauti tu ya kawaida. Utaongea mara ya kwanza, unapozi kidogo, unaongea mara ya pili, unapozi kidogo, unaongea mara ya tatu, unarudia ujumbe huo. Kama ambavyo Mungu alirudia ule ujumbe kwa Samueli mara kadhaa. Anapoona Samueli hamuelewi anarudia tena, hamuelewi anarudia tena. Mungu ni mvumilivu, najua. Sasa huyu sasa ni Samueli. Sasa jina lake halisi ni Samueli, na sasa tunamchukulia sasa kama ambavyo Samueli yule wa kwenye Biblia ambavyo alipata shida mwanzoni mpaka baadaye alipopata maelekezo. Sasa shughuli ianze. Ila sasa wewe uliyekaa nyuma yake unaweza kujitahidi, hata unaweza kusogea hata ila usizibe huku. Unaweza kukaa kwa namna ambayo yani angalau au anakusikia. Haya, 1 2 3 tunaweza tukaanza.
Mmejitahidi sana kumwelekeza. Sasa Samuel, ufumbe macho. Inawezekana pengine utaelewa vizuri zaidi. Yaani ni wewe sasa ufumbe macho, usikilizage tu. Haya, muendelee tena. Samuel, umeelewa unachokisema hawa? Umeelewa? Maana sasa ujumbe unatakiwa uelewe. Umeelewa ujumbe? Kwamba huyu sasa ambaye ana ujumbe wa Mungu, ujumbe anaokufikishia, umeuelewa? Okay, sasa kwa safari hii sasa nakupa maelekezo yatakusaidia. Hakikisha kwamba unamtazama, unamkazia macho na yani ujitahidi kadri iwezekanavyo kupuuza hizo sauti zingine, alafu na kaza macho yako kwa huyu ujumbe. Alafu tuone mwishoni nini kinatokea. Lakini ndani hii mnakazana hivyo kumpa maelekezo. Haya, moja mbili tatu twende. Amina, asante sana. Sasa wewe mwenye kusikiliza ujumbe unaotoka kwa Mungu, hebu sema mwanzoni wakati umefumba macho au ndio unafuatilia wanachokisema wengine, ulielewa? Ulipata ujumbe? Okay. Ulikuwa unasikia nini masikioni mwako? Kwani makelele, kwa hiyo hakupata ujumbe? Lakini mara ya pili kelele zilikuwepo, si ndio? Lakini nini kilichofanyika? Kwa sababu nilikuwa makini, nilipea attention kwa mleta ujumbe. Amina, asante sana. Basi mnaweza mkarudi huko. Kwa hiyo sasa ninataka sasa darasa zima tusaidiane. Kikwazo kikubwa cha kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu ni nini? Ni nini? Ni makelele. Sasa katika dunia hii tulionayo, kuna uwezekano wa kunyamazisha kelele zote ili uweze kusikia ujumbe wa Mungu? Kuna uwezekano? Kumbe haiwezekani kunyamazisha kelele, si ndio? Lakini kinachotakiwa kufanyika ni nini? Kwa hiyo kumbe kama ambavyo walitumia mbinu ile mara ya mwisho kupuuza kelele zingine, maana zenyewe zitakuwepo tu. Kuzipuuza halafu unafanyaje? Unakaza macho yako kwa nani? Kwa mwenye ujumbe. Sasa inaweza kawa ni kwa mwenye ujumbe, au tuseme tu sasa unakaza macho yako kwa Mungu, usikilize ujumbe na uweze kuelewa huo ujumbe. Sasa kwenye kielezo hiki tumeona kelele ambazo ni kelele halisi. Lakini kwenye maisha kelele zinaweza zisiwe kelele halisi ambazo zinakuzuia wewe usiusikilize na kuelewa ujumbe kutoka kwa Mungu. Nataka tuangalie aina mbili za kelele. Kelele aina ya kwanza ni kelele za ndani yako mwenyewe. Kelele za ndani yako wewe mwenyewe inaweza kawa ni hatia ya dhambi na makosa. Maisha yako kama hayako vizuri, uhusiano wako na Mungu unaharibika. Unapojisikia hatia kwa sababu ya dhambi zako na makosa yako, hiyo inakuwa ni kelele ambayo inakuzuia wewe kusikia ujumbe wa Mungu. Lakini kelele za ndani inaweza kawa ni hofu au woga. Hofu na uoga vinatokana na hali ya kukosa imani. Kosa imani na matumaini. Unajawa na stress. Unawaza tu maisha. Unawaza hiki na kile. Una hofu ya maisha, hofu ya kile, hofu ya kile. Matokeo yake unakosa utulivu wa ndani. Hatia ya dhambi inakosea utulivu wa ndani, lakini hofu ya maisha, uoga na kwa ujumla, hofu kwa ujumla inaweza kuwa hofu za kiusalama na hofu zingine zote, hofu ya maisha na kadhalika, inasababisha ukose utulivu wa ndani.
Lakini kelele za ndani zinaweza kawa zinatokana na kiburi. Kiburi inamkosesha mtu mwenye kiburi utulivu wa ndani. Hataweza kuisikia sauti ya Mungu na kuitambua kama mtu akiwa na kiburi. Sasa tunachotakiwa kumbe, ili kuondoa kelele za ndani, ni kufanya toba ya kweli na kuenenda kwa Roho. Sawa sawa kwenye Galatia sura ile ya 5 ule mstari wa ngapi ule? Mstari wa ngapi? 20 ngapi? Anasema mstari wa 16 na kuendelea. Anasema basi nasema enendeni kwa Roho, wala mtazitimiza kama tamaa za mwili. Kwa kuenenda kwa Roho kutakufanya kudhibiti kelele za ndani, utakuwa na hali ya utulivu. Lakini kuwa mnyenyekevu, maana kinyume cha kiburi ni nini? Ni unyenyekevu. Lakini kwa habari za kelele za nje inaweza kawa ni masumbufu ya dunia. Ukisoma ile Mathayo 13 ule mstari wa 22, ni ule mfano wa mpanzi ambapo Bwana Yesu anasema mbegu zingine ziliangukia penye miiba, na kielelezo cha mbegu kuangukia kwenye miiba, anasema ni mtu yule ambaye analisikia neno, lakini shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno likawa halifanyaji, halizai. Kwa hiyo masumbufu ya dunia yanaathiri usikivu wako, yanaathiri mahusiano yako na Mungu, yanaathiri mawasiliano yako na Mungu. Hauwezi kawa na uelewa mzuri, hautakuwa na umakini kama umeruhusu masumbufu ya dunia ya kutawale. Lakini tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, kama ambavyo tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka wa 17. Pale ni agizo kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia, maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Na anasema kwamba maana kila kilicho katika dunia, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vinatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na mambo yake, lakini yafanyaye mapenzi ya Baba adumu hata milele. Sasa Mungu atusaidie ili ya kwamba tusiwe ni watu ambao tutawezwa na tamaa. Tusipende dunia wala mambo yaliyomo katika nini? Duniani kuna nini? Kuna tamaa ya macho, kuna tamaa ya mwili na nini? Na kiburi cha uzima. Sasa hizo zinakuwa ni kelele, kwa maana kwamba kelele zenyewe zipo, lakini utakapokataa kuishi maisha ya tamaa, utakapokataa kuipenda dunia badala yake ukampenda Mungu, maana yake unachokifanya hapo ni kuzipuuza hizo kelele. Kama ni ukahaba upo, kama ni wenye kuleta ushawishi wa kuvuta hisia zako za tamaa ya mwili ili ufanye uachane na uzinzi, hayo yatakuwepo tu, yatakuwepo, lakini wewe utayapuuza kwa sababu unampenda Mungu badala ya kuipenda dunia, na ni mtu ambaye hautawaliwi na tamaa. Bwana Yesu atusaidie katika hilo. Lakini kelele zingine ni mapokeo na mitazamo ya kidini, kama tulivyosema kwamba hata tafsiri ya maombi wakati mwingine inatokana na mapokeo ya kidini au mitazamo ya kidini. Sasa nisema kwamba ni shauku yangu katika mwendelezo wa mafunzo haya kwamba tubadilike kiufahamu. Uelewa wetu uwe ni uelewa wa kibiblia. Tusibaki kwenye vifungo vya mitazamo ile ya kidini. Maana mitazamo ile na tafsiri zile kuhusu maombi, hata kama kuna ukweli ndani yake katika mitazamo hiyo, lakini mitazamo ambayo ina mapungufu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo mapokeo na mitazamo ya kidini zinaweza zikawa ni kelele, zinaweza kufanya wewe ushindwe kumsikia vizuri Mungu, ushindwe kumwelewa pale anaposema na wewe. Lakini kuna mitazamo pia ya kidunia, world views, mitazamo ya kidunia. Biblia inasema wazi kabisa kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii. Dunia inabadilika sana. Sasa hivi dunia ni kijiji. Tamaduni zetu, tamaduni za dunia zinaendelea kubadilika.
badala ya kubakia kwenye utamaduni wa kabila lako, wa nchi yako, wa ukoo wako, wa familia yako, tunaathiriwa na ule utamaduni wa kidunia. Sasa tamaduni zingine sio mbaya, ila zingine ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunapoifuatisha namna ya dunia, matokeo yake kuifuatisha huko namna ya dunia kutafanyika kuwa ni kelele ambazo zitatufanya kwamba tushindwe kumsikia Mungu. Badala yake tutakuwa tunasikia makelele hayo kama ambavyo wale tuliowaona hapa. Ilikuwa ni makelele, huyu anasema, yule anasema, yule anasema, yule anasema, alafu mtu anachanganyikiwa sasa amsikilize nani? Anakosa ujumbe muhimu ambao amepewa na Mungu. Ujumbe ule ulikuwa ni nini? Ujumbe ule ulikuwa ni nini kwenye kile kielelezo? Ujumbe ulikuwa ni nini? Ujumbe ulikuwa ni Mungu ana mpango wa kufanyia mema. Unaona? Sasa huyu mtu angekosa ujumbe huu ambao Mungu anamwambia, yani huyu mjumbe ameubeba ujumbe wa Mungu kwamba Mungu ana mpango wa kumfanyia mema. Anaukosa ujumbe huo wa matumaini, wa kumtia moyo, kwa sababu ya kelele zinazotokana na yeye kuifuatisha namna ya dunia. Bwana Yesu atusaidie sana, tusiifuatishe namna ya dunia hii. Hizo zitakuwa ni kelele ambazo zitasababisha tushindwe kuwa na mawasiliano mazuri na Mungu. Tutashindwa kumwelewa Mungu, tutashindwa kumsikia Mungu, na mawasiliano yatakuwa hayana ukamilifu, kwa sababu sio wewe tu unasema, kwa sababu una vitu vimekutight. Hauna fedha, una madeni, hauna chakula, unataka kazi, unataka mtoto, kwa sababu pengine umeolewa, umechelewa. Sasa unaenda kwa Mungu kwa mahitaji tu, unataka kumsikizisha tu Mungu. Mungu, mimi nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Kwa hiyo kama ingekuwa ni mtoto, hata katika mazingira ya kawaida, mtoto ambaye kwa baba yake au kwa mama yake anamwendea ni kutaka tu, ni kutaka tu, hata kama atatumia lugha fulani nzuri, lakini yeye thamani ya baba yake au mama yake au mzazi, niseme kwa ujumla, ni vile ambavyo huyu mzazi anaweza kumfanyia. Lakini mzazi anatamani mtoto ambaye atampenda, atamthamini, ataitambua thamani yake. Mtoto ambaye atakuwa ni msikivu, mtoto ambaye huyu mzazi atakuwa ana mawasiliano na mahusiano mazuri na yeye. Mzazi anajisikia vizuri. Kuna nyakati ambapo mtaongea tu mambo fulani tu ya kawaida kama wana familia, kama mzazi na mtoto. Lakini mtoto ambaye yeye anaiona thamani ya mzazi wake pale tu anapokuwa amebanwa nayo mahitaji, uhusiano wa namna hiyo hata mzazi hata upenda. Sasa Mungu hawezi akapendezwa na sisi kama tunakuwa ni watu ambao tunavutwa na kelele. Kelele zinavuruga Mungu asiseme na sisi na tukamwelewa. Halafu tunapokuwa tumebanwa, tunaenda tu kwake tukiwa tuna orodha ya mahitaji, au tunakuwa na sala hizo ambazo ni za desturi tu, jambo hilo Mungu halitaki. Kwa neema ya Mungu tubadilike. Kwa neema ya Mungu tubadilike. Sifahamu ndugu yangu wewe mtazamo wako kuhusu maombi ni namna gani? Sifahamu ndugu yangu wewe umekuwa ni mtu wa tabia gani katika eneo hili la maombi? Sasa kwa sehemu tu ya kwanza hii ambayo tumejaribu kuangalia haya mambo ya msingi ya awali, ni shauku yangu kwamba hebu ukubali kubadilika. Ukubali kubadilika. Mbele huko kuna mambo katika uchambuzi tutakaoendelea nayo katika hizo sehemu 6 zilizosalia, lakini katika haya tu ambayo tumejifunza, hebu dhamiria moyoni mwako ya kwamba kuanzia leo nataka nijifunze hasa maana halisi ya kibiblia ya maombi. Niwe na uhusiano mzuri na Mungu. Niepuke kelele zote. Nimpe nafasi Mungu aseme nami, na niweze kumwelewa Mungu anaposema na mimi. Aseme na mimi, na mimi niseme na yeye. Kwa maana kwamba tuwe ni watu wa kusemezana kama wenye mahusiano ya karibu kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Ni wangapi leo hii wanafanya uamuzi ya kwamba mimi ni kweli nimekuwa muombaji, lakini natambua kwamba maombi yangu yana mapungufu. Kuanzia leo ninatamani Mungu anisaidie
ili ya kwamba niweze kupanda viwango, niweze kuboresha zaidi mahusiano yangu na Mungu, maombi yangu au ile hali yangu ya kutafuta uso wake iweze kuwa yenye ubora zaidi. Wangapi unasema kwamba nahitaji msaada wa Mungu, nataka kubadilika, nafanya uamuzi kuanzia leo nibadilike? Mungu akubariki sana. Nataka nikuombee neema maalum. Ukiwa umekaa hivyo hivyo, nataka nikuombee neema maalum. Tunapoendelea huko mbele, Mungu akupe neema ili ya kwamba kuanzia leo badiliko liweze kutokea. Mungu anasubiri wakati ambapo wewe utatambua nafasi yake na thamani yake, na vile ambavyo anataka na anashauku ya kwamba uhusiano wako na yeye uweze kuwa bora zaidi. Mungu anayoshauku, na sasa nataka nikuombe neema ya Mungu iwe juu yako. Na kushukuru Baba kwa sababu ya wakati huu ambao tumejifunza haya. Ninaomba Bwana upate kutusaidia. Nisaidie mimi Bwana, na upate kuwasaidia ndugu zangu hawa. Unataka uhusiano wetu na wewe uweze kuwa na ubora. Tuwe na uhusiano wa kawaida, tuwe na intimacy. Unataka Bwana katika maisha yetu ya maombi yawe ya kiibada, ambapo wewe Bwana utasema tutakusikia, tutakuelewa. Lakini sisi nasi Bwana tutasema sawa sawa na maelekezo ya neno lako. Bwana, naomba neema yako juu ya kila mmoja. Naomba neema yako Bwana iwe juu ya kila mmoja, ili kwamba tunapoendelea kujifunza tuweze kuboresha zaidi mahusiano yetu Bwana na wewe, na maombi yetu yaweze kuwa yenye ufanisi mkubwa zaidi kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu aliye hai, Bwana naomba na kushukuru. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi.